Yanga imesajili. Yani Yanga wanaamua kufunga wakati gani? Yanga. Na mwalimu atumie kuwapanga, anaamua tu jamani, nani leo yuko vizuri aende akacheze pale, kwa sababu wachezaji wote wanafanana uwezo. Ukiangalia kina Boka na Mohamed Hussein wote kama mawinga. Boka na Mohamed Hussein. Ukiangalia Kwasi usiseme. Viungo wa Yanga usiseme. Yani Yanga ukiwa unapata Yanga unapata namba wewe, ujue kweli mpira unajua na uko vizuri. Kwa sababu Yanga imejaza watu. Hata benchi lao la ufundi walionaje. Na nikwambie Yanga ni umoja. Na ndio maana Yanga zamani watu wamesahau tu. Yanga ilikuwa inaitwa Umoja wa Mataifa. Kwa sababu gani? Kwanza wanachama, mashabiki na viongozi wote ni wamoja. Mama mmoja baba mmoja. Yao utakaloongea wewe na kiongozi ataongea leo. Leo hii wewe kama mwanachama wa Yanga au mshabiki wa Yanga, nenda pale Jangwani pale. Kamwambia engineer hivi namtaka mchezaji fulani. Basi hiyo imeisha hiyo. Karibu mwana michezo, tuko na mzee Kadege hapa. Tuko hapa kuzungumza aliyojili kwenye michezo, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu tulivu kabisa, ambako na imani kila mtu ameamka salama na anaendelea vizuri. Mzee, habari za asubuhi? Namshukuru Mungu salama bwana. Nashukuru. Mara bahari. Salama, habari za Jumatatu tulivu hii. Jumatatu tulivu. La tupu. Wananga mna furaha. Bwana wewe. Yanga hatari sana. Umeangaliaje performance ya Simba mechi ya jana ambako wameibuka na ushindi wa goli 2 na mpira umepigwa mwingi sana jana? Yani kwa ujumla Simba pale kilichotokea sasa ni bahati. Kwa sababu Simba ni kubwa zaidi ya Kagera. Kagera ndogo, Simba kubwa. Na ndio maana wameweza kupata matokeo yale. Kwa sababu Simba wametumia ukubwa wao. Makosa waliofanya Kagera walicheza vizuri sana. Wakawabana vizuri sana mpaka kipindi cha kwanza kinakwenda mwishoni katika dakika 49 ndio Simba anapata goli la kwanza. Baada ya kufanya makosa. Kwa sababu ya nini? Simba kubwa, Kagera ndogo. Hiyo tukubali. Lakini ukiangalia Kagera kama wangeendelea kubana vile vile, wangeendelea kuwa na utulivu vile vile, Simba jana alikuwa atoa draw ile mechi. Sema kweli. Mama yangu mzazi mimi nakwambia. Jana alikuwa atoa draw, lakini kutokana na udogo aliokuwa nao, wakafanya makosa ikabidi waadhibiwe. Yani ligi sasa ni tamu sana. Ligi ya Tanzania jamani, sio ligi ya mchezo. Umeona Dumbia? Umeona Dumbia anavyostruggle. Na hawa mashabiki wa Simba na Yanga wanavyompa pressure ndio kabisa yule anapotea yule. Yaani yule anapotea jumla. Mimi nimekwambia anaweza fahamu mchezo anaondoka bila goli yule. Kwa sababu Dumbia sasa ina pressure wanavyomshambulia na kila kitu. Dumbia yule anataka apate wachezaji, ndio maana nimwambia hakuna Simba bila Chama. Ila wanashinda kuelewa. Yaani Chama akiwepo pale, ana uwezo kupunguza watu wawili akatulia na mpira akamtengenezea Dumbia akafunga. Lakini hakuna mtu akufanya hivyo. Kila mtu anataka kufunga. Kila mtu anataka kuonekana yeye ni nani. Simba itafanya vibaya mpaka basi na Dumbia atakimbia hapa katika nchi. Kesi mlisema Chama ni mzee, mbona mnaanza kusema kwamba bila Simba, bila Chama Simba hawezi kutoka? Sasa hawana wachezaji. Maana utaleta question kwenye timu kama Yanga. Kila mtu yuko vizuri na timu Yanga ina wachezaji aina tofauti tofauti. Sasa Simba haina wachezaji hao. Na ndio maana Simba, ndio maana nimekwambia Chama silikuja Yanga. Suleiman alishindwa. Lakini ameenda Simba star. Hata Faidi Musa kama anaenda Simba leo star. Sawa? Lakini Yanga huwezi kupata namba kwa sababu Yanga ina wachezaji wengi afu ambao wote wanafanana uwezo. Ukimwangalia Boka, ukimwangalia Mohamed Hussein, ukimwangalia Kwasi, ukimwangalia Bwana Shomari, ukiangalia Kijobu, yani si nisemeje. Pakome mpaka pa majeruhi unaona ni watu hatari. Yani Pakome sasa kapata majeruhi lakini alikuwa ndani kama Pakome hajaumia vile. Kama Mzizi hajaumia vile. Kama Dickson Jones hajaumia vile. Yanga kiboko bwana. Angalia washambuliaji wa Yanga. Wapo kama 3 4 wote wanafanana uwezo. Yani wote atakayekaa pale kashauri sawa, akikaa yule tule sasa sawa, yoyote mwalimu ndio siseme, yani wote atakayekaa pale Yanga anafunga magoli tu. Yani Yanga ni furaha tu. Na ndio maana nimwambia Yanga mwaka huu ndani ya mechi 10-15 Yanga anakwenda kutangaza ubingwa. Yani raundi ya pili, tunakwenda raundi ya pili, Yanga inakwenda kucheza bonanza. Ligi itakuwa imekwisha. Imekwisha. Sasa watu wanasema kwamba mmemshindwa Faisal Salum Faitoto, mmemchukua Kia Azizi. Kwamba Faisal mmemshindwa mama kamchukua Kia. Hapana. Hata ukiangalia tu, kiwe mwenye ukiangalia tu, kitoa kimu. Unamwona sasa Azizi yupo juu, Okelo yuko chini. Okelo katoka Uganda, hajui chochote. Tuomtengeneza ni sisi Yanga. Mashabiki na wanachama na walimu. Tukakaa naye, tukampa moyo, tukamwambia wewe kiboko. Kwanza upo Yanga unakuwaje mtu ajabu tena? Unafeli vipi ukiwa Yanga? Tulia. Ndio unaona magoli yale. Mpaka Okelo anakuwa star. Na Okelo kauzwa mabilioni ya hela. Na kauzwa kwa sababu gani? Kaja kiboko ya makipa. Kaja mwenyewe Azizi Ki. Watu wajiandae. Yaani katika mwaka jisemwa atalaumiwa kwamba anaharibu ligi. Katika mwaka jisemwa atalaumiwa kwamba anachokitenda ni sio kitu kizuri. Ni mwaka huu. Kwa timu ile ukopo Yanga. Yanga imesajili. Yani Yanga wanaamua kufunga wakati gani? Yanga. Na mwalimu atumie kuwapanga, anaamua tu jamani nani leo yuko vizuri aende akacheze pale. Kwa sababu wachezaji wote wanafanana uwezo. Ukiangalia kina Boka na Mohamed Hussein wote kama mawinga. Boka na Mohamed Hussein. Ukiangalia Kwasi usiseme.
Viungo Yanga usiseme. Yaani Yanga ukiwa unapata Yanga unapata namba wewe. Ujue kweli mpira unajua na uko vizuri. Kwa sababu Yanga imejaza watu. Hata benchi lao la ufundi walionaje. Na nikwambia Yanga ni umoja. Na ndio maana Yanga zamani watu wamesahau tu. Yanga ilikuwa inaitwa Umoja wa Mataifa. Kwa sababu gani? Kwanza wanachama, mashabiki na viongozi wote ni wamoja. Mama mmoja baba mmoja. Yao utakaloongea wewe na kiongozi ataongea leo. Leo hii wewe kama mwanachama wa Yanga au mshabiki wa Yanga, nenda pale Jangwani pale. Kamwambia engineer hivi namtaka mchezaji fulani. Basi hiyo imeisha hiyo. Yaani mnajadili wote. Na ndio maana nakwambia Yanga kwa Yanga ile hata acheza na timu gani yoyote duniani, hiyo kazi anayo mtu. Wananga bwana, mmefurahi bwana baada ya Simba kumkosa Faisal Salum Feitoto. Wanampataje mchezaji wa Yanga yule? Mchezaji wa Yanga? Kwani Faisal aliuzwa? Faisal aliuzwa? Ukitaka kumchukua Faisal kwanza weka bilioni 1 bwana, tunapandisha sasa hivi. Weka bilioni 1 pale Jangwani ndio mchukue Faisal kule Azam. Azam mwenyewe sio mchezaji wao yule. Sio mchezaji wao kivipi? Mchezaji wao ni mtu kawauzia nani? Mzee anatuchanganya sana usema. Kawauzia nani? Yanga. Kawauzia sasa kama kawauzia Yanga, kwa nini akitaka kuuzwa mpaka upeleke hela Yanga? Kwa nini? Naomba kimkataba tena. Ndio maana nakwambia. Kwa hiyo Yanga dirisha dogo yote tayari, naomba rudi nyumbani hapa. Kwanza nikwambie na kupeni sisi Wazanzibari wote Yanga. Wazanzibari? Wote Yanga. Kwa maana Faisal ni wa Yanga. Swala muda. Wazanzibari wote unaona mpaka Pemba kule wote Yanga. Mimi nimecheza mpira kule Zanzibar. Mimi nimecheza Simba Kikwajuni, Mlandege, nimecheza kule wote. Yaani mpo kambini wote Yanga. Hata walio kuwepo wenye Yanga yako wanaonekana wewe sio. Kwa wale jamaa walivyokuwa Yanga wale. Faisal anacheza Simba. Haya, unataka kumnunua Faisal kwa hela watu wanunue jezi. Haya, ukishanunua jezi, ukimnunua Faisal malipo unamlipa nini? Umeona hela kumlipa Faisal. Na kati hela iko benki haitoki, namba asili kasahau. Hela iko benki, namba tajiri kasahau namba asili. Unamlipa nini Faisal? Na Faisal anatakiwa alipo sio chini ya milioni 60-70 kwa mwezi. Kwa hiyo uwezoni mnao Yanga tu. Yanga ndio kila kitu. Hela iko pale imejaa. Hata ukienda Yanga sasa hivi pale sableni tu hela zimejaa. Alafu Yanga hajapita huyu Sasa hivi mimi natoka hapa naenda kuchukua jezi pale. Nishapigiwa simu njoo chukua jezi mzee. Naenda kuchukua jezi zangu pale. Pale ukienda pale hela unazikuta sableni. Zimekaa tu. Wewe unaenda kwa kala benki. Sasa kuna na namba asili huijui. Hela ziko benki. Sasa kuna kauli moja rais wenu jana ameongea kwamba kuna mchezaji anarukaruka. Dirisha dogo atachukuliwa. Kwa hiyo ni Faisal au ni Libasi agae na wewe? Ndio hiyo unatupa sasa hiyo. Libasi agae, sio Libasi agae. Yaani mchezaji kwanza nikwambia wachezaji wote unaona Simba wale wapo kwa mkopo. Hata Libasi mwenyewe anunuliwa kutoka Simba, anunuliwa kutoka huko alikotoka. Kwa hiyo Yanga kama wanaamua kwenda kuwazoa wale wote wanapeleka Jangwani wale. Bora kakae benchi Jangwani. Kwanza nikwambie mchezaji afadhali kae benchi Jangwani kuliko kucheza Simba. Kwa Yanga mnamtaka Libasi gwe. Yanga mnamtaka kabisa. Anafanana na Yanga. Na hata yeye mwenyewe kashaambiwa na wenzie. Na hakuna kumkalisha benchi pale Yanga. Anakaa. Asikai kwa sababu gani? Unasema mchezaji mzuri na maana ndio, lakini kwa Yanga atakuta nzuri zaidi. Anaweza akaingia kipindi cha pili au akakaa kabisa benchi. Lakini Yanga akaendelea kushinda tu. Kwa sababu kama wale wapo mpaka zaidi ya yeye. Unamtoa kitu kimoja. Hata nyinyi mnalalamikaga nyuma mashabiki wa Simba, sio wanachama wa Simba, sio waandishi wa habari. Nyinyi mnalalamikaga eti Yanga kumfunga Simba mara nyingi. Mnalalamika nini? Hebu nichukulie beki wa kulia wa Yanga. Yao kwasi. Yaani pale Simba nani? Kapombe. Nani? Kapombe. Mzee au Duchu. Mzee Duchu je? Duchu hawezi kabisa. Yaani Duchu yule mchezaji ndio kapu yule. Sawa? Utamwangalia kibabage kule ndio kabisa. Hamwezi hata kidogo hajafika kwa bao hata kidogo. Kwa mamlesa ndio zaidi kabisa. Ya leo tunashindwa kuelewa. Tumwangalie beki Afcon. Beki ya Tanzania Dickson Jobu, Baka na mwenzake Nondo pale. Hebu angalie. Angalia ile beki. Mtu anasema ni Rushain Darok anaweza kucheza pale mbele ya Jobu. Nasemaje? Hebu angalia ile beki pale, anachezaje? Japo kweli uwezo wanao mzuri, lakini speed hana. Speed yule Kablichi yule mtu wa Fox yule speed hana. Ni mzuri akiwa na mpira. Speed hana. Sasa kwa Yanga hii baba, hiyo mechi time mwezi wa 10 huo, hii lawama. Ila uzuri tu TFF amegundua na bodi ya ligi imegundua, imeleta viala ile. Wakati mshaanza kulalamika, milio ishaanza kushaanza kule. Wao sio tulalamiki. Sisi ndo tunaitaka ile. Sio alikuwa anasema JSM anaharibu ligi, tunawafunga sana. Yanga sio achukuaje makombe, sio sasa wataona. Tunakufunga na kwenda kuangalia hapa. Zikalege hapo kuna kitu ambacho umegusia kuhusiana na Libase. Kwa hiyo nataka kutuaminisha kwamba ile kauli ya Rais Engineer Hersi kwamba mzunguko kuna mtu anarukaruka kumbe ni Libase Gwe. Tayari tushamalizana naye. Tayari.
na mwenyewe analazimisha kuondoka hata leo. Nikwambie, nakupa siri sasa. Anasema mimi nishauzwa, nataka niende pale. Anaambia viongozi wake. Kwanza muona kwanza jana ametoa assist 2 pale. Na ndio anasaidia. Yaani kwenye Simba sasa una wachezaji kama wao wawili tu. Mimi nakwambia. Na Mpanzu naye nasikia mnamtaka pia. Kidogo kwa sababu speed ile. Na anaanza pale Yanga. Anaingia dakika 10 za mwisho. Pacome anarudi mwenyewe sasa, Mzize karudi. Wewe unasemaje? Kwa hiyo Mpanzu anaingia dakika 10 za mwisho. Jamani, wachezaji walikuwa Simba nimkwambia, Faridi Musa akitoka Yanga akaenda Simba na kwenda kuanza na kuwa star. Mzee Kadege. Abubakar Salum akitoka Yanga akaenda Simba anaenda kuanza na kuwa star. Unajua jamani, kwanza uwekezaji. Nyinyi lazima mliweka benki zote zikae benki. Sasa hivi nikwambie kuna ugomvi mkubwa nakwambia sasa. Ukitaka kujua kwamba Simba ifai. Ugomvi uko wapi? Kuna mashabiki wa Jeruti, kuna mashabiki wa Mo, wanapigana wenyewe kwa wenyewe, wanauana wenyewe kwa wenyewe, wanagombana wenyewe kwa wenyewe. Wakati kitu kama hicho Yanga hawezi kusikia hicho. Kama mmeshikamana. Kina Mziwanda sio naongea wapi, kina Mandala sio naongea nini, kina Kisugu. Yaani tayari vita. Wenyewe kwa wenyewe. Haya, ukaenda kwenye viongozi unamkuta Mangungu na yule nani yule. Magoli si magoli. Magoli anakuambia goli, anakuambia sio goli. Magoli anakuambia? Goli, yule mwingine Mangungu anakuambia sio goli. Wenyewe kwa wenyewe wanagombana. Kwa hiyo ukitaka bwana mpira katika nchi, ukitaka starehe, ukitaka raha, wewe shabikia Yanga, kwa mwanachama wa Yanga. Wewe neema. Hata ukitaka kuishi muda mrefu, wewe njoo Yanga. Mimi nashangaa sana juu hawa. Kwa Yanga ndio sehemu ya furaha pekee. Yanga inafanya vizuri sasa hivi, Yanga inafanya vizuri. Hata Muhimbili hapa wagonjwa hakuna. Unaona habari hiyo? Yanga ikifanya vizuri. Muhimbili wagonjwa. Watu na furaha tu. Watu la. Sasa utaumwa kwa sababu gani wakati una la? Kwa nini uumwe? Hii timu ya wananchi, hata mashabiki wa Simba wenyewe wote Yanga. Shukrani sana Mzee Kadege. Mimi nasema asante, lakini Yanga bingwa. Yanga? Yanga bingwa.